Uruhusiwi. Miungu tuliokuwa tunaiabudu na kuungana nayo, ile ni sharti mojawapo. Hatutakiwi mtoto ale magimbi akila, aidha ataugua na kufa na atakuwa ameharibu sharti. Yako masharti mengi, nenda kafuatilia kule kwenu, utagundua yapo. Sio, mnanielewa vijana? Sasa unachomokaje? Ndio hapo tulikuwa tunajaribu kuongea namna ya kuchomoka. Namna ya kuchomoka, kuna vitu viwili lazima ujue namna ya kuvitumia. Kitu cha kwanza lazima ujue Yesu anasimama kwenye nafasi gani na namna ya kumtumia sawa sawa. Yesu anasimama kwenye nafasi gani na namna ya kumtumia sawa sawa. Hicho ni kitu cha kwanza. Ni muhimu sana. Ndio maana kwenye kizazi na dunia hii hakuna mtu anaokolewa bila kumwamini Yesu. Hayupo. Dini yoyote muaminini mnemjua, ila Yesu Kristo, yeye alitoa damu au uhai wake, ambao huo uhai una uwezo wa kukununua wewe kutoka kwenye chochote kile ambacho mlikuwa mmeuzwa. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 kuteremka hapo. Ulimnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila rangi, ukawafanya wawe wana wa Mungu tena, wawe makuhani wa Mungu tena, wawe waabudu wa Mungu tena, wawe vyombo vya Mungu tena. Sawa sawa Ukisoma hapo utaiona. Umeiona? Sasa mnisikilize vizuri. Lazima ujue namna Yesu anakununua kwa damu yake. Hicho ni kitu cha kwanza lazima ujue. Yesu namna anakununua. Na imani yako ikue kwenye kazi ya Yesu ya msalaba. Na si maombi ya siku moja. It is a rehearsal. It is a rehearsal prayer. You pray today, you pray tomorrow. Mhubiri mmoja alikuwa ana testify juu ya swala la miungu. Kuna uhalali ilikuwa inao kwenye familia yao. Wakifikisha miaka fulani kuna event inatokea. Wakifikisha miaka fulani kuna event inatokea. Wakifikisha miaka fulani kuna event inatokea. Akaanza kufanya rehearsal ya kuomba. Kitu cha kwanza akaanza kutafuta, kwa sababu haoni siri imekaa wapi, shetani alipitia wapi, haoni. Akaanza kutafuta. Aliomba for 10 years. Kumekaa kimya 10 years. Mwaka wa 10 ndio Mungu anashuka, anajisikia kumwambia kuliko kaa tatizo. Akamwambia, unakumbuka yule babu yako aliyekufa na miaka 100 na? Yule alikuwa na maagano. Alipokufa yule, yale maagano yaliharibika, miungu ikakasirika. Ndio maana hamfikishi miaka 60. Yaani ndugu zake walikuwa wakifikisha tu miaka fulani, alipokufa tu yule babu yake, mtu anaenda anakatwa. Anaenda anakatwa. Anaenda anakatwa. Wote wakawa wanakufa mmoja baada ya mwingine. Ikabidi aanze kutafuta. Tatizo ni nini? Miungu ina hasira, inalipiza. Ndio akaanza kushughulika na ile kesi. Kashughulika na ile kesi. Ndio Mungu akafuta. Wakaanza kuvuka watu miaka 60. Anavuka miaka 60. Wewe umeokoka bila kushughulikia ile kesi, ilikuwa ufikishi 60. Mwingine aliomba komba. Alikuwa anafunga, alifunga mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, na hisi kwenye mwaka kati wa 4 wa 5. Continuously. Kwa kuungana, yani sio unafunga leo kesho ufungi. Miaka 5 jamaa anafunga. Anakula kila siku jioni. Kwenye mwaka wa 5 na I think Mungu siku moja anashuka, anamfunulia. Yuko anaomba mchana hivi akaona pepo hapo. Live pepo hivi analiona. Limekaa kama skeleton. Analiangalia jiuliza, what is this? Mungu akamwambia, that is your family spirit. Akamwambia, bila kushughulika na hilo pepo siwezi nikakutumia. I will never use you. Hata kama nilipangaga nikutumie. Kwa nini? Nyie kwenu mna kiburi. Very proud. Tatizo ni ile pepo.
mwenyewe anakubali, anakwambia katika familia yao haijalishi wamelala njaa, lakini wana kiburi. Hivi unajuaga maskini jeuli eh? Yaani mtu hana suruali imechanika lakini akitoka hivi mbabe. Usitutishe kakonda ni skeleton ila mbabe. Ni pepo. Ni pepo. Watu hivyo utakutana nao usipokuwa na kampuni. Unagundua ni bosi lakini yeye hakuoni kama bosi. Anakuja tu na kucheki. Pepo liko ndani, proud, a spirit from a family. Na miongoni mwa kazi kubwa mapepo au mizimu au miungu inafanya kuwa yana temper with our character. Yanacheziaga character zetu. Yanakuondolea character Mungu alizokuwa anataka uwe nazo ili akutumie, ili akubariki, ili akupe breakthrough, ili akufunike na utukufu wake. Character is a big problem. Kuna vitu unakuwa navyo yani hata uelewi vilikotoka. Pepo, pepo. Pepo. It is a demonic. Kabisa. Hasira. Nenda makanisani. Kuna watu wameokoka na miaka 25 kanisani. Ila mzee ana hasira.